Na siku nzuri huwa inaanza namna hiyo pindi unapokutana na kipindi kinachozungumza taarifa za michezo, kwa maana kipindi cha Viwanjani ambacho kimejizatiti kukupatia kila ambacho unahitaji kufahamu kutoka kwenye viwanja mbalimbali vya michezo, kama ambavyo tulishuhudia jana michezo kadhaa ikichezwa kwenye ligi kuu ya NBC ukiwa ni mzunguko wa 29, mshiriki kila timu ikishuka uwanjani kutafuta alama tatu, nyingine zikapata alama moja na nyingine hazikupata alama hata moja katika michezo 8 ambayo ilichezwa katika viwanja vyote hivyo. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba tulikuwa mbashara katika viwanja vyote ambavyo ulikuwa unahitaji kushuhudia nini kinachoendelea, kwa maana ya Azam TV, burudani kwa wote. Kila mtu alipewa burudani kulingana na kila ambacho alihitaji kukiona. Kama ulihitaji kushuhudia mchezo wa Dodoma na Singida, basi uliweza kushuhudia. Kama ulihitaji kushuhudia mchezo wa Namungo dhidi ya Kagera, nao uliweza kushuhudia, bila kusahau mchezo ambao uliwakutanisha Ken Gold dhidi ya Simba ukichezwa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora, na wenyewe uliweza kuwashuhudia Ken Gold jinsi ambavyo waliweza kuyeshewa mvua ya magoli 5-0. Lakini pia wananchi walikuwa wakicheza dhidi ya Mafande wa Tanzania Prisons, mchezo ambao ulimalizika kwa Tanzania Prisons kupigwa kipigo cha magoli 5-0. Ni sawa na ambacho alikipokea Tabora kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi wakati akijitafuta kwenye mchezo huo, na alitandikwa magoli 5-0 na yeye. Lakini michezo mingine ambayo ilienda kuvuta hisia za watu mbalimbali ni zile timu ambazo zipo kwenye nafasi ya kucheza playoff. Coastal Union waliweza kuwachapa ndugu zao waliokuwa wakimenyana nao kwenye dimba la Mkokwani pale Tanga. Lakini Pamba Jiji na wenyewe walikuwa na kibarua kigumu zaidi kutoka kwa Mafande wa JKT Tanzania, lakini hali inaenda vizuri zaidi kwa kupata ushindi wa goli 1-0. Hayo na mengine mengi ambayo yalijiri kwenye michezo hapa nchini Tanzania tutaenda kuyatazama kwenye soka letu, saa ambalo kwa tunatazama taarifa zinazovuma zaidi kwenye soka letu ama ndani ya nchi ya Tanzania. Lakini baadaye pia tutaenda kutazama kile ambacho kinazungumzwa zaidi barani Afrika kwenye taarifa nyingine mbalimbali. Lakini pia The Pitch ni sehemu ya taarifa ambazo huwa tunakuandalia kwenye kipindi cha Viwanjani. Kumbuka FIFA Club World Cup inaendelea pale nchini Marekani na mambo ni mengi zaidi, lakini Azam TV imekuunganisha karibu zaidi na FIFA Club World Cup, michuano ambayo mara nyingi imekuwa ikianza usiku saa 4, mara nyingine saa 7, inategemeana na aina ya mechi ambayo pia unapenda kuiangalia. Kama unapenda mechi za usiku zaidi, basi utaanza kuzipata saa 7 na saa 10 alfajiri, ambapo mechi hizo huwa zinachezwa. Kulingana na yote hayo ambayo tunayazungumza, basi tutaenda kutazama yote hayo kwa pamoja mpaka pale itakapofika saa 6 kamili za mchana, ambapo itakuwa ni tamati ya kipindi cha Viwanjani. Naendelea kukumbusha kwamba yule ambaye ni jirani yako na hawezi kupata burudani zetu na ana kisimbuzi ama ni kibovu na kifahamu kwamba ana kisimbuzi kibovu ama hajakilipia, basi mwambie akiwashe. Kuna vitu vingi zaidi anakosa tamthilia mbalimbali, anakosa michezo kwenye ligi kuu ya NBC, anakosa ligi mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Hivyo mwambie akiwashe aweze kufaidi burudani hii, na hii ni kutokana na vile visimbuzi ambavyo vinatumia antena ama vile vya dish, camcard, pamoja na yule ambaye anatumia Azam TV Max hapo, ambayo na yenyewe inapatikana Google Play Store ama App Store. Hili Viwanjani na tupo kwenye soka letu. Tukirudi nitakwambia nipo na nani na nani. Na baba la vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania, Viwanjani, imeanza rasmi. Sasa tupo kwenye soka letu ambapo tunatazama taarifa mbalimbali ambazo zimejiri kwenye ngwe hiyo. Lakini moja kati ya vitu ambavyo nimekuambia ni kuhusiana na ligi kuu ya NBC ambayo iliendelea jana. Mzunguko wa 29 ulichezwa, timu 16 zote zikiingia dimbani, lakini zilizopata matokeo ya kubeba alama 3 basi nitaenda kuziainisha. Lakini pia tutaenda kujua nini ambacho kilijiri. Hapa ipo Faraji Mustafa, moja kati ya wachambuzi ambao unaweza ukasema wanaweza kutumia ufahamu wao vizuri zaidi kuzungumzia mpira wa miguu ama kandanda. Yuko hapa, lakini bila kumsahau Michael Yera, na yupo hapa, tutazungumza naye mengi kuhusiana na kile ambacho kinaweza kikajiri, lakini usikielewe ataenda kupatia ufafanuzi. Karibu Viwanjani. Karibuni pia na nyinyi Viwanjani. Asante. Mko shwari? Vizuri kabisa. Mambo yanaenda? Safi. Faraji, mara nini sikuoni? Au atuonane? Mimi na wewe atuonane. Lakini atuonane. Atuonane. Sasa hivi tunaonana. Yes, tunaonana. Yeah. Tuko shwari lakini. Vizuri kabisa. Mambo yanaenda? Mungu ni mwema. Yes. Yeah. Umefurahi kuonana naye? Eh? Umefurahi kuonana naye? Faraji, ujue
mimi katika watu ambao nilikuwa nawafahamu katika maandishi pindi anapoandika vitu ni pamoja na Faraji kupitia kurasa zake mbalimbali za mitandao. Amekuwa akiandika mpira kupitia kurasa zake mbalimbali za mitandao. Mimi hicho kitu nimefanya, nimeshindwa, nimeamua kuachia. Kazi ngumu ile kaka. Mimi ni kudie mtu watu. Kudie mtu watu. Kwa hiyo kwenye uandishi mimi nimeshindwa, kwa hiyo mimi ni DM tu. Michael, nawe pia nimefurahi, muda mrefu sikuone. Kitambo. Sasa ulivyokunja suruali hivyo. Ndio sisi tulivyokuwa tunakunja wakati tunaenda shule. Wakati tunasoma. Akumbe ulisoma? Sweta lako. Jambo jema. Si mbaya. Kama leo ulipata skuli. Basi Mungu ni mwema kaka. Ile elimu bure ile tukaja kwenye zile shule za kata. Zile ndo zimetusaidia zile. Basi Mungu ni mwema. Sana. Ishukuliwa yaani serikali. Bila zile shule za kata sisi tungekuwa wapi? Ishukuliwa serikali. Serikali ya awamu ya 4 ilisaidia sana chini ya aliyekuwa waziri mkuu kipindi hicho Edward Lowassa, pia Jakaya Mrisho Kikwete, ambao walihakikisha kwamba hizo shule za kata zinapatikana kwenye karibia kila kata ili watu waweze kusoma. Kwa ndio hiyo na yenyewe ilikusaidia ukajua 442 Diamond. 442 Diamond amejua kupitia shule za kata. 442 au kuitoa huko. Ilikuwa kwako, sasa hivi ndivyo mimi. Yes, kwa hiyo zilikusaidia zijakusaidia? Zimenisaidia kama wewe. Sasa uko unataka kupingana na serikali. Mko shwari? Vizuri sana. Nimefurahi kwao na shukrani sana. Na nimefurahi kwamba leo tumekutana watu wenye uzito mmoja. Yes, kwa hiyo mambo yataenda. Hata kwenye kile ukizama mnaweza kupanda kwenye kidole kimoja na mkavuka mpaka ng'ambo. Yaani mmoja akashika upande huko, mwingine huko, mwingine huko. Hakizami. Kwa hiyo sisi ukitunganisha ni Rashid Hamis. Kibonge mwepesi. Faraji. Jana michezo 8 ilichezwa, kwa maana viwanja 8 vilikuwa kwenye wakati mgumu kutafuta alama 3 moja ama viwanja vingine kutoa alama kama ambavyo tulishuhudia. Ni mechi ipi ambayo uliona ina mwamko wa watu kufuatilia katika mechi zote 8 ambazo jana tulizoshuhudia? Kwa ujumla ukirejea uzito wa mechi kwenye hizi timu ambazo zipo kwenye ile hali ya kujiepusha kutocheza playoff. Hapa kuna timu ambazo moja kwa moja watu wengi ama watu ambao wanataka kuangalia uzito wa zile mechi walikuwa na angalia kwa uzito zaidi. Pamba Jiji dhidi ya JKT, lakini Namungo dhidi ya Kagera, lakini Coast Union dhidi ya Fountain Gate. Kwa nini hizi? Kwa sababu kuna mazingira ambayo endapo zingefanikiwa ama walifanikiwa kutokana na matokeo tayari yameshatokea, kuna nafasi ambazo ungesogea. Ndio reference inakuja, unaona Pamba ambacho wamefanikiwa kwa attain ndani ya dakika 90. Kupata alama 3 dhidi ya timu kama JKT Tanzania haikuwa rahisi, ama sio rahisi kwa sababu ya fomu ambayo JKT Tanzania wameonyesha kwa mwendelezo mzuri. Yaani ni timu ambayo ukitaja timu bora, ukiondoa hizi kubwa 4 ambazo ziko kwenye msimamo, basi huwezi ukaiacha moja kwa moja JKT. Lakini Pamba walijaribu kwa uwezo, kwa jitihada na kutokana na kujua namna gani ule mchezo una umuhimu. Ndio maana effort ikawa kubwa zaidi. Sasa kwenye mapambano unaweza kuwa unapambana sana lakini usifanikiwe, lakini inawezekana pia ukapambana sana ukafanikiwa. Sasa kwa Pamba wao walifanikiwa kwenye mapambano yao kuondoka na alama 3 ambazo zimewasogeza sehemu ambayo huoni Pamba wakicheza playoff mpaka sasa hivi. Yaani wanakuwa comfortable kumaliza hata mechi yao ya mwisho. Ni mchezo muhimu sana. Lakini mchezo mwingine ambao kwa namna moja ama nyingine ulikuwa ni mzito, ni huo kwenye upande huo wa playoff, ni Namungo dhidi ya Kagera Sugar. Yaani Namungo anahitaji alama 3 zaidi. Kagera anahitaji, lakini hata asipopata hamna kitu ambacho kinapungua kwake. Yaani kwa sababu tayari ameshashuka, hana ambacho anapigania zaidi, lakini unaweza ukaona namna gani ugumu wa mechi ulikuwa na mechi kumalizika 0-0. Binafsi mimi ndio mechi ambayo ilinishangaza. Michael Yera.
Yeah. Katika mfululizo wa ile michezo 8 ambayo jana tulishuhudia, mchezo upi ambao wewe ulikuvuta zaidi kutaka kufuatilia na ama michezo ipi ambayo ilikuweka karibu kutaka kuifuatilia? Fountain ambao alikuwa ugenini dhidi ya Coastal Union, na unajua Fountain baada ya kuwa na mwanzo mzuri kule kwenye mwanzo wa msimu, hapa katikati kuna hali ambayo iliwakuta ambayo ilikuwa sio nzuri sana, ambayo kila ulivyokuwa unaangalia msimamo ulikuwa unatoa kwenye nafasi za juu wanazidi kushuka chini zaidi. Sasa kwenye mechi ambayo ameenda kucheza jana dhidi ya Coastal Union, ilikuwa ni mechi ambayo pengine ingeweza kuanzisha tena step ya wao kwenda juu. Isipo bahati ni kwamba wamekutana na wakati mgumu dhidi ya Coastal Union, wamefungwa goli 1-0 na wamebakia kwenye nafasi ambayo unasema ile selection ambayo alikuwa anadondoka nayo kwenda kwenye anguko imewafikia kwenye eneo la mwisho kabisa ambalo hawezi tena kufika chini zaidi, kwa maana pale alipofikia sasa hivi ndio mwisho wa anguko lao. Yeah. Hawezi tena kwenda huko chini kwa sababu tayari kule chini kuna timu mbili ambazo zimeshaweka base kwamba sisi tumeshadondoka mazima, Kagera pamoja na Ken Gold. Lakini kwa Fountain jana alikuwa na nafasi kidogo ya kujinasua kusogea juu, sio bahati amenasa kwenye ile eneo. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa ni nzuri kuitizama, lakini kwa Coastal Union tunajua msimu uliopita ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa na performance nzuri, ilimaliza kwenye zile nafasi za juu kabisa. Tena sio kwenye ligi kuu peke yake. Hata ukiangalia pia kwenye michuano ya CRB Federation Cup, unasema yenyewe ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilifika kwenye ile timu 4 bora ambazo zilifika kwenye hatua za juu. Okay. Lakini kwa msimu huu nao wamekuwa na panda shuka. Sasa ilikuwa ni mechi ambayo maamuzi hizi ya Fountain kusogea juu kutoka kwenye playoff ama Coastal Union kubakia kwenye hali salama ambayo itawafanya kucheza playoff. Ilikuwa ni mechi nzuri sana. Ni Michael Yera pamoja na Faraji Mustafa. Mambo ya uchumi yalienda vizuri? Hapana Mungu. Sawa, tutazame matokeo ya mechi zote 8 ambazo zilichezwa, alafu tutakuja kujadili mechi moja baada ya nyingine. Tanzania Prisons iliwakaribisha Young Africans, mchezo kamalizika kwa Young Africans kuwatandika kipigo cha magoli 5-0 sana ambacho Ken Gold walikipata kutoka kwa mnyama Simba ambao walimkaribisha kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora, na Simba kupata ushindi wa magoli hayo 5. Azam FC Lamba walikuwa kwenye uwanja wa nyumbani wakicheza mchezo wa mwisho kwenye uwanja wa nyumbani msimu huu na kuwatandika Tabora United magoli 5-0. Lakini Dodoma Jiji na wenyewe kwa nyumbani kucheza dhidi ya Singida Black Stars, mchezo kumalizika kwa Singida Black Stars kupata ushindi wa magoli 2-1. Dodoma Pamba Jiji wenyewe walikuwa kwenye uwanja wa nyumbani wakicheza dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ukichezwa wa CCM Kirumba na tulishuhudia goli 1-0 likienda upande wa Pamba na kuchukua alama 3 ambazo zimemweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kutocheza playoff. Lakini Coastal Union na wenyewe walicheza dhidi ya Fountain Gate ambao walitamani kupata alama 3 ili wajinasue kwenye eneo la kucheza playoff, lakini mpaka sasa kwa asilimia zaidi ya 100 Fountain Gate ni miongoni mwa timu moja ambayo imepatikana kucheza playoff. Lakini Mashujaa ikatoka sare ya bao 1-1 dhidi ya KMC, lakini Namungo walinishangaza mimi na wakakushangaza wewe kwa kushindwa kuifunga Kagera Sugar ambayo ilikuwa kwenye uwanja wa ugenini kwa suluhu ya pasi kufungana. Tuanze kuzitazama hizi mechi za 5-5. Nipe 5 nami nikupe 5. Hii ya Tanzania Prisons, Ken Gold na Azam FC ambazo zilikutana na wakati mgumu sana kwenye mzunguko huu wa 29. Nirejea kwa Faraji Mustafa. Jinsi ambavyo ligi imejitengeneza na mechi ambazo tulikuwa tukizishuhudia jana zikichezwa, kuna mechi katika hizi tano tatu, kuna mechi uliona kwamba inaenda kuwa na magoli mengi kiasi hicho? Kwa Ken Gold nilitegemea 100%, lakini kwa Tanzania Prison Tabora nao wamefungwa magoli 5, unapata picha ni muendelezo wa form mbovu. Kwa hiyo kwa ujumla kile ambacho wamepata timu zote tatu ni kutokana na ubora wao ambao ulikuwa unakinzana na ubora wa timu pinzani ambazo zimepata hayo matokeo. Tuanze hii ya Tanzania Prisons dhidi ya Young Africans. Wananchi walikuwa na muda mrefu sana hawajaonekana kama wapo au hawapo. Lakini jana wakaonyesha tu sisi bado tupo. Yeah. Na kwa mimi binafsi nilikuwa natazama zile mechi zote mbili kwa kuibia. Ya Simba pamoja na Ken Gold tuna dabi ngumu sana. Yeah. 25. Mechi itakuwa ngumu kutokana, yani unajua kwenye uhalisia
mpira unakupa picha kwamba hii timu ni bora kutokana na matendo ambayo yanaonekana ndani ya kiwanja. Yani timu inacheza vipi, unatengeneza vipi hizo nafasi ambazo zinabadilishwa kuwa magoli. Kwenye form timu zote zibahatishi. Sasa kuna vitu ambavyo pengine ndio vinaweza kuja kuwa different kwenye hiyo mechi ya tarehe 25. Wanasema small details make difference. Kuna vitu vidogo ambavyo vikifanyika kwa usahihi inawezekana mimi nikaa tofauti na wewe kwenye jambo moja. Okay. Kwa hiyo hii naitegemea kuiona kwenye hiyo mechi, kwa sababu kwenye mizani mpaka sasa hivi unaona ubora ambao uko sawa kwa sababu ya hilo gap la alama moja. Kutocheza kwa Yanga kwa muda mrefu na kile ambacho jana wamekifanya kwenye uwanja wa Sokoine pale Mbeya dhidi ya Tanzania Prisons, miongoni mwa timu ambazo pia zinasifika kupatia wakati mgumu pindi unapocheza nazo. Unaweza kuzifunga lakini kuna wakati mgumu zitakupatia. Ilitosha kuonesha Yanga uwezo walionao kwa kucheza ugenini, kucheza na timu za namna hiyo ambazo zinaweza zikatengeneza mazingira magumu ya wewe kupata alama 3. Sasa hapo ni yani kitu kikubwa ambacho cha kujadili ni ukiachana na Yanga kutocheza muda mrefu, pia inabidi uangalie daraja la wachezaji ambao wanapatikana Tanzania Prison. Nafikiri katika misimu ya karibuni, yani kwa mfano msimu huu ukiangalia wachezaji ambao wapo Tanzania Prison na misimu 3-4 nyuma, kuna utofauti mkubwa wa ubora. Sasa ubora ukiwa mdogo, unaenda kucheza na mpinzani ambaye mchezaji ambaye anakaa benchi anaweza akaofa kitu kama kile ambacho cha mchezaji ambaye anaanza. Maana yake unaenda kukutana na kitu kizito zaidi. Sasa unaondoa Yanga kutocheza muda mrefu, kwa sababu inawezekana hawajacheza muda mrefu lakini kwenye mazoezi wanafanya kitu ambacho ndio kile ambacho wanaenda kufanya kwenye mechi. Issue inayokosekana ni ile pressure, kwa sababu kwenye mazoezi uwezo kupata pressure, uwezo kupata ile shinikizo kwamba unahitaji kitu, lakini kwenye mechi utabidi umlazimishe mpinzani kumfunga. Sasa hapa ndio ambapo unaona utofauti wa mchezaji mmoja mmoja ambaye anapatikana Yanga na anapatikana Tanzania Prison. Lakini hiyo ni quality tunaongelea, lakini wakati mwingine wanasema unaweza kuwa na quality lakini bado usipate matokeo. Yani una wachezaji bora lakini usipate matokeo. Kwa sababu gani? Endapo ukiwa na wachezaji bora hawatimizi majukumu ambayo wanapaswa kuyafanya kutokana na zile position ambazo wanacheza, maana yake hutaweza kufanikiwa kupata hayo matokeo. Lakini kinyume chake, kwamba endapo wachezaji wanatimiza majukumu vizuri kwenye yale maeneo matatu ya kiwanja, obvious unaweza kufanikiwa. Ndio hicho ambacho tunakiona kwa Yanga, kwamba namna ambavyo wana display, kuna moment unaona kabisa kwamba wanakufunga, yani unaona kabisa unatafutwa ufungwe. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi naamini kwenye kujituma na ubora mchezaji mmoja mmoja, lakini as a team unaona namna gani Yanga wana flow. Kwa hiyo Tanzania Prison wamefungwa katika kiwanja cha nyumbani, lakini huwezi ukaondoa ubora wa wachezaji wa Yanga kwa ujumla. Sawa, tutasalia nawe kwenye hii mechi alafu nitamkabidhi Michael pia kwenye mechi inayohusu ndugu zake Ken Gold. Tunashuhudia kile ambacho kilizungumzwa siku moja kabla ya mechi kutoka kwa Amani Josia, lakini kutoka pia kwa Kevin Sabato Kongwe. Jana hakuingia uwanjani. Sasa kama aliwaponza. Moja kati ya vitu ambavyo mimi alinishangaza wakati tukifuatilia mjadala ama mkutano wa waandishi wa habari na hizi timu, ni kama pia alikuwa anatengeneza tension kwenye ile mechi. Akasema kwamba hizi mechi ni miongoni mwa mechi nyepesi sana kwa wachezaji. Hazina maelekezo. Ukipewa jezi unajua nini ambacho unaenda kukifanya. Lakini ni mechi ambazo mara nyingi inabidi utumie akili. Sasa sijui unaona kuna kitu Amani Josia alikuja nacho pamoja na wachezaji wa Tanzania Prisons walikuja nacho kukabiliana na Yanga. Lakini pia nirudi nyuma kidogo. Sio mara ya kwanza kwa Sabato kuongea aina hiyo ya maneno. Nakumbuka kipindi ipo na Mungo pia wakati anacheza na Simba, kuna maneno ambayo aliongea kuhusu Simba kwamba ni timu ya kawaida kiasi kwamba wanaweza kupata matokeo pale pale. Kwa hiyo wakati mwingine ni namna ambavyo sasa kwa nini kwenye kujielezea. Hata Mtenji Albano kama utakuwa unakumbuka, yes, akiwa Dodoma Fountain dhidi ya Yanga ile ambayo walifungwa hata Dodoma pia. Hata Dodoma. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao kuna maneno anaongea lakini mwisho wa siku yanaenda kuonyesha kwamba kile ambacho umekiongea hakireflect, kwa sababu mwisho wa siku lazima uwe na nidhamu. Na mimi naamini wachezaji ukishacheza ligi kuu wewe ni professional. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukikaa kwenye media kuuendea mchezo, kuna namna ya kuongea ili mali mtu ambaye anakusikiliza ama anakutazama ajue kabisa hapa ameongea kimpira. Lakini kwenye mazingira ambayo aliongea Sabato na kilichotokea,
unaona namna gani sasa dhahama imekuwa kubwa zaidi. Bahati mbaya tena hajacheza, kwa hiyo waliocheza ndio wamekutana na kitu kizito zaidi, kwa sababu Yanga nao labda waliona, wameona. Kwa hiyo ngoja tuwaonyeshe namna gani ya kuwafunga, ili baadhi ya maneno yasio naongeleka. Lakini japo kwa Kevin nafikiri kitu ambacho alikuwa anajaribu kukizungumza, hizi mechi ambazo timu za daraja la Tanzania Prisons na daraja mengine wanavyocheza against Simba, Yanga na Azam, ni kama yeye alikuwa kwenye upande kwamba hizi ni mechi ambazo mwalimu inawezekana sitoe maelekezo mengi sana, kwa sababu wachezaji wenyewe wanatamani kuonesha ukubwa kwenye hizo mechi. Nafikiri huo ndio ulikuwa mlengo wa Kevin Kongwe Sabato, japo kwenye tabia zake sasa za kiuzungumzaji na ukimwangalia Kevin alivyo, unaweza kusema ni yeye kama alitoa yeye mwenyewe, lakini ni kauli ambayo kwangu mimi nafikiri ilikuwa inalenga kwamba hizi ni mechi ambazo, alisema pia kwamba ni kama sherehe. Ni kwa nini kwamba sherehe? Ni kwa sababu kama sikukuu. Ni kwa sababu hizi ni mechi ambazo kila mtu anaenda kushowcase kile ambacho yuko nacho. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamepata ulaji mkubwa kutokana na hizi mechi. Yaani hizi mechi aliwahi kuulizwa pia Benjamin Asukile, alikuwa akitumikia Tanzania Prisons kwa sasa amehamishia majukumu yake kwenye benchi la ufundi, kuhusiana na Louis Mixon wakati wanaelekea kwenye mechi hizi za ligi kuu, akasema Louis Mixon ni nani wakati wanacheza Sumbawanga. Yes, hamjui, yani kama hamjui Louis Mixon ambaye mnamzungumzia. Kwa hiyo inawezekana ni uwasilishwaji wa taarifa kwenda kwa wapinzani wenu ambayo huwa inatengenezwa pia. Ujue hata maafisa habari pia na wenyewe wanaweza katengeneza ugumu, sababu anazungumza afa na waachia nyie mfanye kile ambacho amekimaliza. Tuangalie kile ambacho Ken Gold ilikipata kutoka kwa Simba kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Wakati jana tukijiandaa na build up, ama tukifanya ile build up ya hizi mechi zote, tunauliza Ken Gold wako wapi? Ken Gold ndio amefika muda si mrefu, wameingia moja kwa moja vyumbani. Yaani wamefika hawajafanya warm up, moja kwa moja wameingia vyumbani. Na ndio ilikuwa ni timu mwenyeji kwamba tulitegemea pengine ingekuwa pale muda mrefu, lakini imefika moja kwa moja. Niliposikia kwa wamefika moja kwa moja wameingia kwenye vyumba vya kubadilisha nguo, nikasema hapa hamna kitu hapa. Tutarajie kitu kikubwa. Ken Gold na Simba, awali tulisikia pia kuhusiana na mambo ya Ken Gold ya ndani kwamba pengine hapajakaa vizuri kuelekea kwenye hii mechi ya Simba. Watu na kutafuta, wewe mlete huyu kama vile ambavyo tunatafutana kwenye mechi zetu zile. Mtu kazi masimu anatafutwa na pigie mkewe na hapatikani. Usiku mmewasiliana vizuri hapo asubuhi hapatikani. Ken Gold kuna namna ambavyo walikuja kwenye ligi kuu wakatuonesha kuna kitu ambacho kilikuwa kimepungua kwenye ligi kuu, au walikuja kujaza nafasi zilizobaki wazi baada ya timu zilizoshuka kutokuwepo, ikabidi waje kujaza nafasi hizo. Nafikiri tunaweza tukawa nawapongeza tu kwamba walikuwa na wakati mzuri kwenye championship wakati ule, wakapata hiyo room ya kuja kucheza Premier League. Lakini walichokuja kukionyesha kwenye Premier League hakikuwa kile ambacho kinaendana na daraja la Premier League. Ndio maana unaona wao wameswago kuanzia mwanzo wa msimu mpaka msimu unamalizika. Kidogo tu katikati, baada ya kwenda kwenye dirisha dogo la usajili, walirudi na kitu cha tofauti, wakatuonesha kwamba wamejifunza kutokana na makosa ambayo aliyafanya kwenye zile mechi za raundi ya kwanza. Lakini unaona pia walikuja sehemu akastaki, wakabakiwa kwenye uhalisia wao kwamba hawakuwa na muendelezo mzuri kwenye mechi ambazo walikuwa wanacheza. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo vinaweza vikawa vinatofautiana hapo, kwamba kile ambacho walikifanya kwenye championship kilikuwa kinatosheleza kwa kule, lakini wakati wamekuja kwenye Premier League performance yao, maandalizi yao, organization ya timu kwa ujumla hailingani na kile ambacho kinapatikana sasa hivi kwenye ligi kuu. Ligi kuu kwa sasa naweza kusema ni ligi ambayo imepiga hatua kubwa sana. Ushindani alichafuka. Ni kipindi kidogo hapa amekuwa na changamoto kwenye kuscore. Okay. Inawezekana hii mechi ikawa inamuonesha kama anajisafisha zaidi, kwamba yale yote ambayo anatokea hapa katikati anaenda kuwa mpya zaidi kwenye kufunga. Kwa Ken Gold nafikiri changamoto yao ilikuwa ni hiyo, kwamba hawakuendana na kasi na grade ambayo ilikuwa imepanda kwenye Premier League. Wao walikuwa bado hawajaji-update kuendana na kile ambacho walikuwa wanatakiwa kukifanya. Walifanya usajili kwenye dirisha dogo la usajili. Lile dirisha ndio limewapatia takriban alama ngapi? Walipata alama kama 4, walikuwa na alama 9, walikuwa na alama 6. Alama 6 liliwapatia alama 10. Yes, ile dirisha dogo la usajili liliwapatia alama 10 mpaka sasa kabla hujamaliza mchezo wao wa mwisho.
ndio lilikuwa dirisha bora la usajili kwao kulinganisha hili dirisha kubwa na hili dogo. Ukiangalia kwenye kile ambacho Kenny alikifanya mwanzoni wakati ligi inaanza na kile ambacho Kenny alianza kukifanya baada ya kurudi kutoka kwenye dirisha dogo la usajili, unaweza kusema dirisha dogo la usajili liliwapa kitu kizuri. Kwa nini? Kwa sababu unaangalia kwenye maeneo kadhaa. Eneo la hizo namba za alama ambazo walizikusanya kwenye raundi ya kwanza, uliona jinsi ambavyo walistruggle. Walipata ushindi kwenye mechi moja pekee dhidi ya JKT Tanzania na sare 3. Lakini walivorudi kwenye mzunguko wa pili ambao ndio ulikuwa na impact ya maingizo mapya ya wachezaji, the likes ya kina Selemani Bwenzi, ya kina Bernard Morrison, kina Kevin Yondan ambao aliongezeka kwenye timu na wachezaji wengine. Angalau kuna kitu ambacho kilikuwa kimebadilika. Unakumbuka mechi ya kwanza anacheza dhidi ya Young Africans kwenye uwanja wa KMC, walipoteza kwa idadi kubwa magoli. Ndio ile mechi Selemani Bwenzi anafunga goli la mbali kwenye mstari wa katikati. Lakini unaona ilikuwa kama mwanzo wake mzuri. Baada ya hapo unaona jinsi ambavyo yeye alikuwa anaonyesha kwamba mimi ni tofauti, pengine nimekuja kuongeza utofauti kwenye kikosi. Lakini unachotakiwa kuwa nacho kwenye mechi ambazo ni za ligi, hizi ni mechi ambazo hauchezi mechi moja ukamaliza. Ni mechi ambazo unacheza leo, utacheza tena wiki ijayo, na baadaye kuna muda utacheza tena. Ndio maana ni duration ya kuanzia mwezi wa 8 mnaenda mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na kipindi ambacho utakuwa na consistency, muendelezo mzuri wa kiuchezaji kwenye timu yako. Ndio maana unaona mwanzoni tulikuwa tunazungumzia Fountain Gate. Wakati wanaanza ligi walianza vizuri, lakini muendelezo ulivyokuja kustack na kaonekana anayumba hapa katikati, ndio ambao umepeleka kwenye nafasi ya chini ambao sasa hivi ndio wanacheza playoff. The same kwa Ken Gold ambao mwanzoni mwa msimu walianza vibaya. Walivyoenda kwenye dirisha dogo la usajili wakaongeza wachezaji ambao unaona positively kuna kitu ambacho walikuwa wamekiongeza. Yaani ukisema kwamba dirisha dogo la usajili ambalo iliwapeleka kwa sababu pia ya kiuchambuzi, maana wachambuzi mlikuwa mnawasakama kwamba wachukua wachezaji ambao wana uzoefu na wakawachukua. Na waliwachukua, na unaona jinsi, ndio maana nimekwambia wakati wanaanza, yani baada ya kushuka na wachezaji wenye uzoefu. Baada ya kusubiri kitu ambacho natakiwa kukiangalia kwa Ken Gold. Baada ya Ken Gold kwenda kufanya usajili dirisha dogo la usajili, angalia wachezaji ambao waliongeza kwenye timu. Angalia pia style ya kucheza ambayo Ken Gold alikuwa nayo baada ya kwenda kwenye dirisha dogo la usajili na kabla ya kwenda kwenye dirisha dogo la usajili. Lakini changamoto ambayo Ken Gold ilikuwa inakuta ni kwamba upatikanaji wa hawa wachezaji ambao wana uzoefu kwenye kila mechi ambayo walikuwa wanacheza pia ilikuwa ni changamoto. Sasa ilikuwa inatokana na nini? Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanakutana na majeraha, lakini kuna changamoto zingine za ndani. Kwa mfano, Selemani Bwenzi, mmoja kati ya wachezaji ambao alianza vizuri na Ken Gold baada ya kusajiliwa kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Mechi yake ya mwisho amecheza lini? Muda mrefu. Unaweza kuona kwamba hiyo ni changamoto nyingine ambayo sasa ni ya ndani ya Ken Gold, ambayo ilishindwa kumaccommodate mchezaji ambao ameshampata tayari na alikuwa anaonyesha anakuja na impact nzuri kwenye timu, lakini hawakumtumia kwa muda mrefu. Lakini hapo mimi naweza nikasema hii timu ilikuwa ina dalili zote za kwamba haiwezi kuhimili ligi kuu, kwa sababu hata wakati wanafanya usajili wa dirisha dogo walimchukua pia kocha ambaye ana uzoefu wa kufundisha kwenye ligi mbalimbali na wakamweka pale. Lakini kocha yule tulishia kumuona kwa siku ya Makarasha Day, bila shaka nao ulimuona, na akawa anakaa jukwani wakati timu ikiwa inacheza mechi za ligi, lakini timu ikabaki kwa Omari Kapilima ambaye mpaka sasa hivi amekuwa na wanae pale akiwaelekeza mawili matatu. Kwa hiyo mambo yanaenda hivyo. Kwa hiyo inaonekana jinsi ya kujua ligi pia upya wa ligi ulipelekea pia Ken Gold kukutana na hayo ambacho kimewaangusha ambayo wamekutana nayo. Kwa dakika moja, Simba hii ambayo imecheza dhidi ya Ken Gold na Yanga ambayo imecheza dhidi ya Tanzania Prisons, hizo timu zote za Mbeya, unaona kuna namna ambavyo tuna dabi ngumu kutokana na performance ya hizo timu zote mbili 5-5? Nafikiri kuna ugumu ambao utapatikana, kwa sababu ugumu wa dabi pia ukiachilia mbali ule utani wenyewe ambao wako nao, lakini msimu pia unachagizwa na ile title race ambayo kila mmoja anaipigania. Sasa kila mtu anavyoshinda mechi zake, maana yake ni kwamba unaibakisha mbio ya ubingwa kubakia kuwa hai. Kwa hiyo unaweza kusema pia ushindani utabakia kuwa mkubwa kwenye mechi ya dabi ambayo watacheza. Kila mtu akishinda mechi zake nani bingwa? Kila mtu akishinda mechi zake atakashinda mechi ya mwisho ndio bingwa. Ambaye itakuwa mechi nani? Ya wenyewe Kila mtu ashinda mechi zake. Basi tutazame taarifa nyingine, ni kuhusiana na mchezo ambao ulichezwa kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Mchezo ukikutanisha Azam dhidi ya Tabora United. Hawa ni Tabora ambao kipindi kile waliwahi kucheza takriban walikuwa 7. Yes, mechi dhidi ya Azam wao walicheza 7. Sasa mechi hii pia wamecheza jinsi ambavyo Azam imetumia pia
udhaifu wao ambao hapa katikati imekuwa ni timu moja ambayo haieleweki kwa jinsi ambavyo ilianza mpaka sasa hivi. Performance kidogo imekuwa ni ya kushtua kidogo. Azam na Tabora, Azam ambao wapo kwenye nafasi ya 3 tayari, hiyo washaichukua na hakuna namna itabadilika. Azam wamemaliza ligi wakiwa kwenye nafasi ya 3. Unawaona na Tabora United, ilikuwa ni mechi ambayo pia ingeleta utofauti, ama ni kwa Tabora kuendelea kukumbusha watu kwamba tupo kwa kutengeneza kitu ambacho ni positive, ama kuendelea kuwakumbusha watu tupo kwa kutengeneza kitu ambacho ni negative? Mimi nafikiri kitu ambacho inabidi watu wa Tabora ama timu ya Tabora washukuru zaidi ni namna ambavyo waliweza kutumia duru la raundi ya kwanza kukusanya pointi nyingi zaidi. Hizo pointi ambazo wamezikusanya, ukirejea mara mwisho Tabora kushinda mechi, yani huoni siku za karibuni 37 zimesimama muda mrefu sana kabisa sana. Yani kama tungekuwa na timu nyingine ambazo za chini ambao ni JKT Tanzania na Dodoma, kama nao wangekuwa na muendelezo wa kupata matokeo, basi Tabora singekuwa hiyo nafasi ya 5 sasa hivi. Lakini bad enough kwa timu za chini nazo hazikuwa na muendelezo ambao ni positive sana kukusanya alama. Kwa hiyo Tabora akanufaika na zile alama mpaka sasa hivi. Kwa hiyo credit kubwa mimi nasema kabisa, Aniset Makiadi kuna kitu ambacho alikifanya bora zaidi, ambacho ndio tunaiona timu bado ipo kwenye ile nafasi. Lakini baada ya hapo nadhani utakuwa na kumbukumbu, wameleta kocha mwingine. Baada ya muda Mang'ombe anaondoka, taarifa hazieleweki, yani kwamba ni shida ni nini. Kwa hiyo unakuja moja kwa moja kwamba wakati mwingine shida inakuwa sio tu kwa makocha. Yani makocha wanaweza kana ondoka sio kwa sababu ambazo wao hawana uwezo kiufundi labda na kimbinu kuweza kuipa timu matokeo. Inakuwa ni sababu nyingine ambazo ni nje kabisa ya huo mpira ambao tunauongelea. Kwa hiyo kwa Tabora hichi ambacho wanaendelea kukionyesha ni taswira ya kwamba wakati mwingine inabidi tuangalie vitu kwenye njia ambazo ni za msingi zaidi, ili mali tuone namna gani mpira wetu unasogea. Tunaongelea kuhusu ukubwa ama ugumu wa hii ligi, lakini kupitia hii concept ya Tabora kusimama nafasi ya 5 muda mrefu, bado unaona kabisa huo ukubwa ama huo ugumu sio sana. Yaani kwamba timu haipati matokeo mechi 6 mfululizo, lakini inasimama nafasi ya 5. Yes, kwa hiyo unaweza kupata picha kwamba tuna timu za namna gani. Maana yake tuna timu chache ambazo zina wachezaji bora, alafu kuna timu nyingine nyingi ambazo technical proficiency, ustadi wa kiufundi wa mchezaji mmoja mmoja kwenye hizo timu nyingi pengine unawiana. Ndio maana tunaona hii situation. Lakini kama ungekuwa na timu 6-7 ambazo wana financial muscles, ambao ukigusa mchezaji wa timu A, wa timu X, wa timu Z unaona ile quality, naamini sasa hizi nidhani ingekuwa nafasi ya 11 ya 12. Kama ambavyo Fountain Gate walivyoanza, walikuwa na gia nzuri sana, lakini angalia kilichotokea. Wao wakashindwa kwenda na mdundo wa ligi, wakawa wanapoteza mpaka sasa hivi. Pengine ndio ukikaa ukianza kujadili unaweza kusema ndio timu ambayo watu wengi pengine wanaweza wakawa nasikitika kwenye nafasi ambayo sasa hivi wapo, kutokana na namna ambavyo walianza ligi. Kwa hiyo hivi vyote kwa ujumla vinatukumbusha kwamba wakati mwingine sio sababu tu za uwezo mdogo labda wa makocha ambao wanakuwa kwenye timu, lakini kuna factors nyingine ambazo moja kwa moja zinaweza zikagusa maeneo ambayo inaweza kuathiri labda mchezaji kisaikolojia na kushindwa kuperform, kwa sababu tunaamini ama iko wazi kwamba mpira unaanza kuchezwa kwenye kichwa, yani kwenye brain. Namna gani uko comfortable kwenye fikra zako, ili sasa execution ifanyike vizuri kwenye miguu. Sasa hapa ndo vitu viwili vya msingi ambavyo unaweza kaangalia. Tabora hawana hicho kitu, lakini kingine unacheza sasa na mpinzani wa namna gani. Ndio hapo sasa unacheza na Azam ambaye ana wachezaji wengi ambao kiuwezo ama kiubora kwa mmoja mmoja amekuzidi. Faida nyingine yuko uwanja nyumbani, uwanja ambao anacheza ule mpira ambao yeye anaenjoy kucheza. Anapiga pasi fupi, anacheza vizuri kwenye njia zile channel za mpira, maeneo ambayo yana mpira anaweka overloads, anakuwa na wachezaji wengi ambao moja kwa moja wanaweza wakakubiti. Kama ukiangalia namna ambavyo magoli wanafunga, unaweza kuwa na wachezaji wengi. Kwa mfano kwenye goli kama hilo amefunga Soap, una wachezaji wengi zaidi wa kuzuia, lakini unafungwa na wachezaji wachache ambao wanaattack. Maana yake kwenye kanuni za kuzuia tayari umefeli. Unakuwa na wengi, lakini kufanya marking
sehemu ambazo unapaswa kufanya haufanyi, alafu mnazibiwa zidi ya watu wawili. Hapo nipate mawazo ya Michael Yera kuhusiana na kocha Rashid Taus. Alipoikuta timu, alichokikuta ndani ya timu akakitengeneza, kumaliza kwenye nafasi ya 3 ni mafanikio kwa Azam. Kwa mwanzo ambao walikuwa nao Azam FC na pengine pia ushindani ambao umekuwa kwenye ligi, hasa kutoka kwa wale majanti wawili Simba na Yanga, unaweza kuona nafasi ambayo Azam FC ameimaliza ni nafasi ambayo unaweza pia ukawa nampa credit mwalimu Rashid Taus kwamba kuna kitu ambacho amejaribu kukimaintain. Na kumbuka pia katika nafasi ambayo Azam FC amekuwa nayo ni nafasi ambayo kwa ukaribu Singida Black Stars nao pia walikuwa wanaifukuzia kwa ukaribu, na unajaribu kuangalia quality ambazo zipo kwenye kikosi cha Singida Black Stars, jinsi ambavyo timu yao inapambana kwenye mechi nyingi ambazo wanacheza, muendelezo wa matokeo mazuri ambao wameyapata, umekuwa pia ni ushindani mwingine ambao ulikuwa na lazima Azam FC kujiboost wenyewe kila mechi ambayo alikuwa anacheza. Lakini kwa Rashid Taus kama mwalimu unaweza kuona kwenye kikosi cha kwake ambacho amekifundisha akiwa na Azam FC, unaweza kusema kuna vitu kadhaa ambavyo vimebadilika tofauti na kile ambacho alikuwa anakifanya Yusuf Dabo kwenye msimu uliopita ambao alimaliza kwenye nafasi ya pili. Pengine ni pamoja na mabadiliko ya wachezaji ambao amekuwa nao kwenye eneo la numbers. Kuna eneo ambalo unasema kuna numbers zimebadilika. Kwa mfano kwenye eneo ambalo anacheza Faisal Salum, last season alikuwa na balance angalau makaratasi kwenye kuassist na kufunga. Lakini msimu huu kwenye kufunga imekuwa chini, kwenye kuassist imekuwa iko juu kwenye namba. Waangalie wakina Jibril Sila, waangalie na wachezaji wengine ambao wanacheza kwenye maeneo ya kushambulia, jinsi ambavyo kumekuwa na utofauti wa kiuchezaji ambao umepatikana. So far kwa Azam FC nafikiri kwa kile ambacho kimetokea kwenye msimu huu, inawezekana nafasi ambayo ameimaliza inawezekana nafasi ya 3 ikawa inawauma, lakini ukiangalia kwenye ushindani unaweza kusema ni nafasi ambayo wenyewe pia walikuwa na deserve kuipata. Lakini pia hakuna kukuwepo na timu ambazo zingeweza kutengeneza ushindani. Miongoni mwa hizo timu ndizo hizo Tabora ambazo tunaona walitembea. Wale Tabora ni exception kwa sababu Tabora msimu wa pili kwenye ligi. Lakini changamoto za Tabora kila msimu, yani msimu uliopita na msimu huu, story zao zinabakia kuwa negative zaidi kuliko story positive, hasa kwenye management ya wachezaji. Sawa, tutasubiri kushuhudia kile ambacho kitakuwa kinajiri. Lakini matokeo mengine ni Singida ambavyo waliweza kupata alama 3 dhidi ya Dodoma Jiji. Kama na hiyo na wenyewe wakajiwekea uhakika wa kumaliza ligi kwenye nafasi ya 4. Lakini Namungo alikuwa na wakati mgumu kwa Kagera, licha kwamba alikuwa nyumbani akimaliza pungufu katika mchezo huo, na mchezo huo ulimalizika kwa suluhu, Kagera akiendelea kuchukua alama na kujitengenezea nafasi nzuri ya kuchukua alama nyingi, lakini ameshuka daraja. Angechukua alama nyingi zaidi ya Ken Gold, lakini ndio tumeshuka, lakini mimi na nyingi zaidi kuliko wewe. Tukatazame wachezaji ambao jana walifunga magoli mengi kwenye michezo ya jana ambayo ilichezwa kwa maana ya michezo yote. Lakini tunamtazama Pako Mzuzwa kutoka Young Africans ambaye alipata magoli 2 katika mchezo huo. Lakini Kibu Dennis na kutoka upande wa Simba alipata magoli 2 katika mchezo huo, bila kumsahau Jibril Sila wa Azam FC ambaye naye alikuwa na magoli 2 katika mchezo dhidi ya Tabora United. Pako Mzuzwa, Jibril Sila na Kibu Dennis. Hapa story kwangu mimi inaweza ikawa ni kwa Kibu Dennis. Kwa nini? Muda mrefu. Piga bao nasubiri muda mrefu anakaa sana kufunga goli lingine, kabla kufunga goli lingine. Kibu mtu hatari. Anachukua muda mrefu sana. Lakini Tabora imekuwa ni sehemu ambayo Kibu kawaida. Imekuwa kawaida kwa uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, ni sehemu ambayo imekuwa kawaida kwa Kibu. Yaani ni kawaida kwa sababu kama unaweza ukakaa mwaka hujafunga goli. Sasa lakini kuna kitu anaongea hapa kuhusu Kibu kwamba uwanja wa Hassan Mwinyi kama ana faida nao hivi au ana bahati nao. Nakumbuka kuna mechi moja dhidi ya KMC alipiga mua mmoja hivi, kuna shabiki mmoja alishangilia akaingia ndani, akaingia hivi sikawaje bwana. Kwa hiyo aliongea Michael sikawaje, walimrudisha, alirudi alirudi kuweka. Kwa Kibu na mwendelezo huu ambao amekuwa nao, ujue kuna baadhi ya mechi ambazo watu wanasema muongezeni Kibu, aingie Kibu au Kibu leo hayupo, watu wanasema ni kawaida asipokuepo. Lakini akikosekana kuna namna ambavyo unasikia mashabiki wanatamani kuiona huduma yake msimu huu kwenye ligi kuu ya NBC mpaka sasa hivi imeridhisha kwa kiwango fulani, kwa sababu nafikiri ni jana magoli 2 yale yamefikisha magoli 5, kitu
kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa namba, na position anayocheza unaweza na mahitaji ya timu. Kwa sababu mara nyingi Kibu amecheza, yani ana game nyingi ameanza yeye. Kwa hiyo uwiano wa mechi ambazo amecheza na kitu ambacho amekitoa bado kuna gap kubwa. Yes. Tusikilize ama tukatazame kile ambacho kilikuwa kinajiri kwenye mchezo huo, wakati Kibu akiweka magoli mawili kambani, na hii ni sauti ya Baraka Mpenja akisherehesha magoli hayo. Panzu apigwa pasi lakini amenasa ile Gabriel. Captain wanaonja asali hapa Kangod. Moja wa moto kweli kweli. Kipden sakabia wewe golikipa. Wewe nani usipigiwe mashuti bwana? Wewe nani usipigiwe mashuti? Kipden waliokota ile. What a strike! Fantastic striking kutoka kwa Kipden Fernandez Mavambo. Kipden amekaja shale huwa anapenyezea sasa. Kipden Rag is here in Tabora. Rag is here everywhere. Rag yuko uwanjani. Ili kwake gola 3 kwa Simba. Zimegongwa sambusa biriani. Soka limepigwa pale kwenye tight angle near post. Jacob Olonja akiwa pale pale. Mpira umepita tu shwa. Kamba ya 3. 3-0. Naam, hayo ni magoli mawili ambayo alifunga Kibu Denis kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora dhidi ya Ken Goldi, na akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao jana walifunga magoli mengi, kwa maana wachezaji watatu ambao jana walifunga magoli mawili, yeye Jibril Sila pamoja na Pacome Zouzoua. Ogopa mchezaji anafunga halafu acheki. Tukatazame Jibril Sila kwa upande wa Azam FC, yeye alikifanya nini dhidi ya Tabora United, halafu tutakuja hapa kuzungumza machache katika magoli hayo mawili. Anaikiwa Idi Selemani Nado, cheza vipas Sila! Jibril Sila anatumia vyema maarifa na akili walizokuwa nazo Idi Nado na Abdul Sopu. Anaiandikia Azam FC goli la 3 dakika 29. Njema ya asubuhi ya kesho ikawa inaonekana jioni ya msimu huu wa 2024-25 kwa Azam FC. Angalia cutback pass ya Idi Selemani Ali, ikakutana na mguu wa kushoto, mguu wa maarifa, mguu wa dhahabu wa Jibril Sila, akaiweka mala ambapo Selemani Bakari hakuweza kwenda wala kufikiria kwamba mpira ungekwenda. Rashid Taus Nasor Saadun piga pasi ndani ya kupenyeza kwa Jibril Sila. Goli la pili wanaandika Azam Football Club. Jibril Sila dakika ya 16. Angalia alivyopigwa pasi ile na Nasor Saadun, pasi moja tamu ya kupenyeza, ikatua kwenye mguu wake wa kulia, akaikontrol na akapiga shuti kwa mguu wake kushoto. Zilizoteseka ni nyavu, aliyetabika ni Selemani Fikirini Bakari. Naam, huyo ni Jibril Sila wakati jana akiwafunga Tabora United magoli mawili katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Akani miongoni mwa wachezaji wale ambao walipata kuweka nyavuni magoli mawili. Michael Yera, Jibril Sila mimi naweza nikamtaja kama miongoni mwa wachezaji ambao aliyefanya scouting ya kumpata Jibril Sila anajua boli. Anajua boli. Uko sahihi Kabisa. Utampigia Simba kitoka. Na mimi ningekuwa na timu inaweza kumnunua Jibril Sila. Ningemuuza. Anajua boli. Ningemnunua. Yaani mimi yeye ndo mmiliki. Yaani ndo boss wa hiyo timu. Na ningekuwa ni bosi, ningemkatalia. Gomes FC. Abaki Azam. Ila Gomes FC hawezi kuja kucheza. Jibril Sila na kiwango chake, amekuwa ni mchezaji ambaye tumemuona mara kadhaa kwenye ligi na amekuwa akifunga, na mara nyingi sana akifunga Jibril Sila ni magoli ambayo yanavutia, kama ambayo aliyafunga hapo jana, hasa goli la kwanza. Yes, moja kati ya wachezaji ambao wana matumizi sahihi zaidi ya mguu wake hasa kushoto, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao technical ability yake ni kubwa sana. Tunapozungumzia technicality ni ule uwezo wake binafsi, pengine wa kufanya dribblings,
shooting ability ambayo yuko nayo, unaona jinsi ambavyo anaweza kuchagua sehemu ya kupeleka mpira. Hivi ni vitu ambavyo sio kila mchezaji anaweza akawa yuko navyo. Kuna mchezaji anaweza akawa bora kwenye kukaba tu akawa ameshamaliza kazi yake, hiyo ndio ikawa ni uimara wake. Lakini kwa Djibril Sila ni moja kati ya wachezaji ambao ukiangalia ufundi ambao yuko nao miguuni, ni moja kati ya wachezaji ambao unaweza kawa naelewa kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao Azam FC kuwa nao wanaweza akawa anajivunia kuwa na mchezaji wa namna hii. Na ndani ya kikosi cha Azam FC ndio sehemu ambayo imemrudisha Djibril Sila kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Gambia. Kama nakumbuka kwenye call up ya mechi za kufuzu kwa finali za AFCON zilizopita, Djibril Sila alijumuishwa kwenye kikosi cha The Gambia, lakini hakujumuishwa wakati ule akiwa anacheza Raja Casablanca. Lakini Azam FC ameenda kushowcase kitu kizuri ambacho kimemfanya kurudi kwenye kikosi cha timu ya taifa, na hii ni moja kati ya vitu ambavyo vinathibitisha pengine haikuwa bahati mbaya wao kumjumuisha. Sawa. Tunamaliza hili la Djibril Sila, na wakati huu tunaenda kutazama kile ambacho kilijiri kwenye uwanja wa Sokoine Mbeya, wakati Pacome Zouzoua akiweka naye nyavuni magoli mawili kwenye mchezo huo dhidi ya Tanzania Prisons. Tukatazame kile ambacho kilikuwa kinajiri kwenye uwanja huo wakati Pacome Zouzoua akifunga magoli mawili. Hii ni sauti ya Gharibu Mzinga akiunguruma kwenye uwanja wa Sokoine. Sebu Samson, Jumanne El Fadhili, wewe haya hatari sasa. Mudathiri haya katika nafasi, Zouzoua usimjaribu Bwana Mungu wako. Maskhara yaliyofanywa ndani ya box. Hii ni rahisi sana, ndio afande amelegeza kamba, lakini hii ni rahisi sana. Jumanne ni mkazi Al-Fadhili alikuwa na kila nafasi ya kuweza kuclear, lakini ikashindikana. Mudathiri haya basi akatengeneza bonge la assist ambayo imezaa bonge la bao kwa kuplace tu mpira umejaa ndani ya kamba. Jumanne El-Fadhili miongoni mwa matukio ambayo hataweza kuyasahau. Basi pamoja na hili, nyota kama hao Young Africans, class kama hii unaifanyia maskhara katika boksi yako, unategemea nini? Wanadhibiwa tena Tanzania Prisons. Sebu Samson, Doto Shaban kapoa kwa mpira, Pacome Zouzoua Hamsa, na wamesema wanacheza. Young Africa po wamepigwa na bumbuazi. Makosa kwa mara nyingine tena. Pacome Zouzoua finish safi kabisa, na anakaa chini moja kwa moja. 26 kipaji amefanya makosa. Doto Shaban anaweka bao la tunacheza, mpira unajaa ndani ya wavu. Young Africans 5. Hayo ndio yaliyojiri wakati Pacome Zouzoua akiweka nyavuni magoli mawili ambayo yanafanya kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao na wenyewe jana waliibuka na magoli mawili katika mechi za ligi kuu ya NBC. Faraji Mustafa, mimi ukiniambia mpangilio ama mwendo wa wachezaji hatari wa Yanga hivi karibuni, mmoja kati ya wachezaji ambao nilikuwa naogopa Young Africans, namtaja Faisal Salum, alivyotoka akaja Stefan Aziz Ki. Kwa sasa mchezaji hatari zaidi kwenye kikosi cha Young Africans mimi kwa sasa hivi Pacome Zouzoua. Iko wazi, mpira unaonekana, yani kile ambacho kinafanyika kinaonekana, na pengine inawezekana ndio mchezaji ambaye afanywa sana madhambi kutokana na style of play, yani namna yake ya uchezaji. Hamkimbii defender, anamfuata. Kwa obvious kama asipompita, akimpita maana yake amchezee foul. Lakini kuna vitu kidogo ukiangalia namna ya magoli ambayo yamefungwa haya mawili yote na Pacome, unaanza kujiuliza ni namna gani ambavyo wachezaji wanaweza wakawa, ukiachana mwalimu ambaye yuko nje anafanya game interpretation, namna ya kutafsiri mchezo kutokana na mwenendo. Ukiangalia goli la kwanza ile ambao alifunga Pacome, wao Prison ndio walikuwa na mpira, si ndio? Maana yake Yanga wanautafuta. Ukiangalia Yanga walikuwa na wachezaji 6 ambao wako nusu ya uwanja. Maana yake wanafanya high line pressing. Sasa kwa uzoefu wa El Fadhili na alichokifanya, lakini kabla El Fadhili unaenda kwa golikipa Sebu kwa alichokifanya, pasi laini tena ya ndani ambayo obvious mpinzani yuko ndani pale, amefanya ile Yanga amefanya narrow pressing, yani wameubana uwanja, wako pale ndani, wako wawili watatu zidi ya mtu mmoja ambaye ana mpira. Maana yake lazima utasuffocate. Na kuwekea shinikizo utakosa usahihi wa jambo. El Fadhili huyo hapo anapokonywa mpira, Mudathiri bila choyo anaweka pasi. Kwa hiyo unaweza kaangalia
kwenye ile nanili sifa ya kimbinu, Tanzania Prison walifeli kwenye kitu inaitwa group tactics. Yani group tactics maana yake Sebu na Elfadhili mtu zaidi ya mmoja ndio unaitemu kama group. Team ni wote 11 collective, unaangalia system na pattern. Lakini hapa kwenye group tactics watu wawili wamehusika kwenye ile goli, kwa sababu Sebu ameshaona kuna wachezaji wanne watatu wa Yanga, mmoja yuko nyuma, maana yake anapiga tena pasi fupi. Nilitegemea apige wide ama apige mbele ili mali kuondoa hiyo lawama, lakini mwisho wa siku wanaruhusu. Jumanne Elfadhili alikuwa anatafuta kipande chake cha mwisho kwenye maisha yake ya soka. Au anaonesha wajibu zake. Mimi nimecheza mpira mimi. Basi clip yake ndio imeenda kwenye negative way. Hii imeenda kwenye negative way. Goli la pili same prize. Yanga tena wanautafuta mpira. Tanzania Prison nyuma Sebu anapiga vile goli. Kwa hiyo ni makosa ambayo unaweza kusema moja kwa moja ni ya kikundi cha baadhi ya wachezaji ndani ya timu. Sawa, kwa sasa tutazame msimamo wa ligi kuu ya NBC uko vipi baada ya michezo hiyo ya jana minane kuchezwa na kila timu mbili za juu zikiwa zimesalia na michezo miwili, kwa maana Simba pamoja na Young Africans. Lakini kwa timu zote zilizobaki kuanzia nafasi ya 3 mpaka nafasi ya 16, hizi timu zimebaki na mchezo mmoja. Kwa maana hiyo ukiangalia kwenye mstari mwekundu tayari tushapata watu wetu, lakini juu pia hatujampata mtu wetu ni nani ambaye ataenda kuchukua ubingwa. Lakini kwenye nafasi ya 13 na 14 hapo pia ashapatikana mmoja ambaye ni Fountain Gate. Lakini kwa Tanzania Prisons hapa ndo pia kuna patashika. Hivi Tanzania Prisons na yeye sio kama amenanili? Hapana, Tanzania Prisons mechi yake ya mwisho wanacheza dhidi ya Singida Black Stars. Kama anashinda anafikisha alama 33. Alama 33 atakuwa anamuombea mabaya Namungo Football Club ambaye anacheza na Ken Godi, ambaye anacheza dhidi ya Ken Godi kwenye mechi yake ya mwisho. Kwa hiyo Namungo mechi zake za mwisho amemaliza dhidi ya walioshuka daraja. Dhidi ya wale ni sawa na Simba. Sawa na Simba vivyo hivyo anamaliza na wale walioshuka daraja. Kwa hiyo kwa Tanzania Prisons anabakia kwamba ana uhakika sana kucheza playoff kwa sababu ya hiyo kusubiria mechi ya mwisho. Kama atashinda dhidi ya Singida Black Stars afu amuombe Namungo, sio tu atoe sare, pengine pia apoteze hiyo mechi. Kwa sababu kama itatokea akatoa sare Namungo atafikisha alama 33. Na alama 33 ambazo atakuwa nazo kwenye negative, yeye atakuwa na negative 13 vile. Lakini itamlazimu sasa Tanzania Prisons kushinda idadi kubwa sana ya magoli ili aweze kufuta ile negative 20 ambayo yuko nayo pale. Kwa unaweza kuona kuna ugumu ambao uko Tanzania Prisons gani shinde idadi kubwa ya magoli. Sasa Prisons kufunga magoli zaidi ya 5, utarudi nyuma, utakumbuka ni lini alifanya hivyo, kidogo inaweza ikawa ni heka zingine. Lakini kwa sababu nimehesabu, kwa maana hiyo mahesabu haya yanahusu timu mbili, Tanzania Prisons pamoja na Namungo. Pamba Jiji tayari hapo ni kama washatoka. Hiyo pia kwa sababu ya magoli ya kufunga. Kwa sababu Tanzania Prisons hata akishinda magoli yake ambayo anadaiwa ni mengi zaidi kuliko ambayo kwamba negative 20 pale. Negative 20 ni nyingi sana. Na hata pia kwa Fountain Gate ukiangalia mechi ya mwisho kama anashinda anafikisha alama 32. Ambapo sasa hivi unamuona yuko nazo Namungo. Lakini unaweza ukakava hiyo namba magoli ambayo itakupunguza the negatives. Yaani kwa imadi na Fountain Gate amshushe Namungo, basi inabidi amfunge apate magoli 27 kwenye mchezo mmoja. Magoli 27 kwenye mchezo ambayo katika michezo 29 ambayo amecheza ndio amefunga magoli 30. Yaani hakuna huo uwiano. Hakuna uwiano ambao unaweza ukaona moja kwa moja Fountain Gate anatoka pale kwenye kucheza playoff. Sasa hizo timu zingekuwa zinacheza michezo yao, haya mahesabu tusingekuwa tunayapiga. Tungekuwa tushamalizana nayo muda mrefu. Lakini kwa sababu zimekuwa na panda shuka nyingi, ndio maana tunapata nafasi pia kuangalia hicho ambacho kinafanyika. Kwa maana hiyo pale wa kucheza playoff maana yake anabakia kuwa ni Tanzania Prisons pamoja na Fountain Gate, ambapo hao wanaweza akawa na story tofauti kwa maana ya Fountain Gate yeye amefika huku baada ya anguko ambalo amelipata. Baada ya kuanza vizuri akapata anguko na ameshuka huku. Tanzania Prisons yeye unaweza kusema angalau amepambana kufika pale alipo sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu ukimwangalia Prisons kwenye raundi ya pili ndio amekusanya alama nyingi 19 kuliko ambazo alikusanya kwenye mzunguko wa kwanza. Hapo baada ya michezo yote hiyo kumalizika, tukatazame kwa ufupi pia kuhusiana na vinara wa magoli, assist pamoja na clean sheet baada ya michezo ya jana. Nini ambacho kimejiri baada ya
wachezaji kuweza kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya mbio. Hasa tuangalie kwenye hili la mbio za ubingwa. Jean Charles Ahoua ufungaji ambaye jana alifunga goli moja akatengeneza nafasi pia ya kuendelea kuwa mbali sana na wenzake. Sasa michezo miwili ambayo imebaki ni dhidi ya ni dhidi ya Kagera Sugar, lakini pia mchezo dhidi ya Young Africans. Jean Charles Ahoua anaweza kuwa mfungaji bora. Yeah, kwenye ratio yani kwenye wastani sasa hivi ana asilimia kubwa zaidi. Yaani kwa mfano katika wachezaji watatu wale ambao wako kwenye msimamo wa ufungaji, yeye ana nafasi kubwa zaidi kwa sababu ya faida ya magoli matatu mbele dhidi ya watu wanaomfuata. Na kuna mechi ambao pia unaona anaweza akafunga ikamuongezea. Naongelea mechi dhidi ya Kagera. Inawezekana akawa na asilimia kubwa ya kufunga kutokana na aina ya uchezaji wa timu, namna hivyo inatenga nafasi, lakini aina ya mpinzani ambaye unakutana naye. Kwa hiyo inawezekana akaongeza. Lakini naona asilimia kubwa anaweza akakichukua hichi kiatu kwa sababu ya mechi zilizobaki. Unajua mechi mbili, ukiondoa mechi ya Simba na Yanga ambayo wanakutana wenyewe kwa wenyewe, maana yake kama kufanya mahesabu vizuri kwa hawa wachezaji ambao wanaongelea Mzize, Dube, Jonathan Soa labda ni mechi moja ambayo imebaki. Sasa ni namna gani ambavyo mechi inaweza ikawa upande wenu na kupata hizo nafasi ambazo inaweza kufunga magoli mawili matatu. Kwa sababu ni madi ulevo Mzize afunge magoli matatu mechi inayofuata, ni madi wa level afu sasa tuje tuone kwenye dabi. Lakini wakati huo ambao mechi inafuata Yanga anacheza na Dodoma. Yanga anacheza na Dodoma Jiji. Kwa hiyo pia unaweza kaangalia sifa za Dodoma Jiji wanavyocheza na timu kubwa. Wana concede sana magoli. So kama wana concede, kama wanaruhusu sana magoli, ni ubora ambao Prince Dube, Clement Mzize ataamka nao na kuweza kufunga magoli ama vipi. Kwa hiyo hii naiona faida kubwa kabisa. Bado Jean Charles Ahoua ana nafasi ya kuwa mfungaji bora kutokana na hizi namba ambazo tunaziona na michezo. Kwa hiyo kwangu kama ni asilimia, naweza nikasema mpaka sasa hivi ana asilimia 75 ya kuwa mfungaji bora. Okay. Na Michael, kutoka magoli 21 ambayo alifunga Stefan Aziz Ki msimu uliopita na kuwa mfungaji bora mpaka sasa hivi magoli 16. Sioni kama kuna nafasi ambayo Jean Charles Ahoua ama mfungaji yote anaweza akatokea hapa katikati akaenda kufunga ama kufikisha idadi hiyo ya magoli. Lakini swali langu limekuwa ni kubwa sana. Kwa nini viungo wachezeshaji hivi karibuni wameonekana ndio wanakuwa wafungaji bora ama wana nafasi kubwa zaidi ya kuwa wafungaji bora? Ilimshangaza pia Emmanuel Okui wakati akishangaa kuhusiana na kile ambacho kinafanyika kwenye wakati Stefan Aziz Ki pamoja na Faisal Salum wanachuana. Ni kwamba nafasi ya ushambuliaji imeruhusu sasa kila mtu kuweza kufanya kile ambacho kinawezekana kusaidia timu yake kwenye ufungaji. Okui hakutakiwa kushangaa sana kwa sababu football imebadilika kwa baadhi ya maeneo, lakini kuna vitu pia ambavyo game situation inamruhusu hata mchezaji ambaye asimami kama striker kufunga magoli. Ndio maana unaona currently kuna wachezaji ambao wanaweza akacheza wide, kwa maana ya wale viungo ushambuliaji ambao wanaweza akawa wanatokea pembeni, lakini kwenye tathmini yao wanavyoangalia performance yao ya msimu, ukawa na wadai assist, ukawa na wadai magoli. Kwa nini? Kwa sababu kuna situation za mechi ambazo zinakuruhusu wewe pia kuwa ni sehemu ya wachezaji ambao watachangia kupatikana kwa magoli kwenye mechi. Kwa hiyo kwa misimu ya hivi karibuni unaweza kuona wachezaji kadhaa ambao wanacheza kwenye haya maeneo nao pia amekuwa kwenye namba kubwa ya magoli ambao amefunga. Turudi kuanzia kwa Saidoni Bazokiza, kama unakumbuka Katula anachuana na Fisto Mayele. Utatoka hapo utaenda kwenye msimu uliopita huo ambao unazungumza wa Aziz pamoja na Faisal Salum ambao wote wacheza kwenye nafasi namba 10. Lakini msimu huu pia ukijaribu kuangalia Ahoua ambaye ndo amekuwa ni msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu, angalia wale ambao wanachuana nao. Amekuja Soa, Prince Dube pamoja na Clement Mzize kama challengers kwenye hilo eneo, lakini wao ndio wanapewa challenge. Yaani ukisema wao ni challengers unawakosea kwa sababu wao ndio masweka. Lakini angalia jinsi ambavyo pia hata viungo wa ushambuliaji kina Jibril Sira, kina Pacome Mzuzu ambao tulikuwa tunazungumza hapa, namba zao za magoli jinsi ambavyo zina sound vizuri. Okay. Kwa hiyo system ya kucheza wakati mwingine pia zinaweza kazi na kuruhusu kuona hata viungo wa ushambuliaji nao pia akiwa na namba kubwa magoli ambayo anaweza akascore pan mechi. Sawa, tumalize kwa kusema kwamba viwanjani bado inaendelea na tunarejea hapa. Kuna mambo mengi zaidi ya kuzungumza wakati ambapo bado tumemaliza kwanza saa ya kwanza. Tukirudi kwenye saa ya pili na saa ya tatu, mengi zaidi yanazungumzwa hapa. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunaunguruma kutoka
Tabata TOT Dar es Salaam ilipo makao makuu yetu. Twende mapumziko, tunarejea muda si mrefu.